Kwa jina naitwa Jonas William Mbunda, mzaliwa wa kijiji cha Maenge, kata ya Litembo, wilaya ya Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Nimekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge jimbo la Mbinga mjini. Sababu iliyonifanya nije nichukue, mimi nilikuwa mbunge wa jimbo la Mbinga mjini kwa kipindi cha mwaka 2020-2025. Nimemaliza muda wangu, lakini wakati nikiwa kwenye majukumu yangu ya ubunge, kuna majukumu mengi na miradi mingi ambayo nilikuwa naisimamia na shughuli nyingi za wananchi katika jimbo la Mbinga mjini. Kulikuwa na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji kwenye maeneo mbalimbali ya kata 19, lakini kulikuwa na usambazaji wa umeme kwenye vijiji 78 vya jimbo la Mbinga mjini. Kulikuwa na kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara inatengenezwa kwa jimbo la Mbinga mjini, maeneo ya vijijini na mjini, lakini kulikuwa na ujenzi wa madarasa mbalimbali kwenye shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Kulikuwa na kusimamia kuhakikisha kwamba kunakuwa na ujenzi wa shule za sekondari 4 mpya. Kuna shule ya sekondari Lusonga, shule ya sekondari Matarawe ambayo kwa jina inaitwa Philipo Mpango, lakini shule ya sekondari Betlehemu na shule ya sekondari ya Amali ambayo ina mchepuo wa ufundi kwenye kata ya Utili. Lakini vile vile katika miundombinu ya barabara, serikali ilileta fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami kwa mji wa Mbinga, lakini pia na matengenezo maeneo mbalimbali ya barabara za kwenda Mpepai, kwenda Kikolo Kiungu, kwenda Kitanda Kiungu na maeneo mengine mengi. Lakini vile vile kulikuwa na swala la kuhakikisha kwamba maendeleo na huduma nyingi zinatolewa kwa wananchi. Lakini kwenye upande wa afya tulikuwa na ujenzi wa zahanati kwenye maeneo mbalimbali. Kulikuwa na ujenzi wa kituo cha afya kata ya Mbangamao na kata ya Miangayanga. Lakini kubwa zaidi, kulikuwa na changamoto kubwa sana ya hospitali yetu ya wilaya ya Mbinga, ya halmashauri ya mji wa Mbinga. Tulifuatilia wizarani na serikalini, tukapata fedha milioni 900 kwa ajili ya kuanza kufanya ukarabati na majengo ya OPD, jengo la maabara pamoja na jengo lingine tena limekamilika na sasa hivi karibu itaanza kutumika. Lakini katika kipindi cha mwaka huu tumefanikisha kupata shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Mbinga. Pamoja na hiyo, lakini tulikuwa tunasimamia kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma mbalimbali kama upande wa wanafunzi, elimu bila malipo, lakini pia kwenye upande wa afya, ununuzi wa vifaa vya tiba pamoja na madawa, na kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwepo katika maeneo hayo. Tumetekeleza na majukumu mengine mengi ambayo yalikuwepo kikatiba. Wakati nikiwa bungeni nilikuwa nasimamia kuhakikisha kwamba natoa hoja za wananchi wa jimbo la Mbinga mjini, changamoto zao, lakini na kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba zinatekelezwa na serikali. Lakini pia nilikuwa kwenye kamati ya budget kwa miaka yote 5 ambayo nilikuwa bungeni. Lakini zaidi ya hapo nilikuwa nahakikisha kwamba naungana na wabunge wenzangu kuhakikisha kwamba tunatunga sheria pamoja na kupitisha budget za serikali kila mwaka. Sababu iliyonifanya nije nichukue tena fomu, bado wananchi hawa wananihitaji kwa ajili ya kuendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba miundombinu ambayo nimeitamka inatekelezwa, lakini huduma mbalimbali wanaendelea kupata, na ninawaahidi nitaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba huduma hizo zinatekelezwa pamoja na kukamilisha miradi ambayo tumeianzisha wakati mimi nikiwa mbunge. Kwa sababu kuna miradi mingine kama ujenzi wa zahanati, vituo vya afya bado havijakamilika. Kwa hiyo naomba wananchi wa jimbo la Mbinga mjini waendelee kuniamini na mimi nitaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao kutekeleza majukumu yale yote ambayo yapo kikatiba, lakini vile vile kwenye huduma zingine mbalimbali. Lakini bado nina msukumo wa kuendelea kushirikiana na wananchi hawa katika kutekeleza mambo mbalimbali yanayohusu huduma za kijamii. Na nilikuwa nashirikiana nao kwenye jambo la raha na shida, tulikuwa tunafanya kazi wote pamoja. Na kwa sababu bado nina uwezo na nguvu za kuendelea kufanya kazi, nimeamua niombe ridhaa ya kuja kuchukua fomu kupitia chama changu, Chama cha Mapinduzi, ambacho nakishukuru kilinipa ridhaa
na nilifanya nao kazi vizuri na walinipa ushirikiano kwa kipindi chote nilichokuwa natekeleza majukumu yao. Kwa hiyo bado nina uwezo wa kuendelea kushirikiana na chama changu kuhakikisha kwamba natekeleza majukumu pamoja na serikali ambayo ilikuwa inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, na nina uhakika mwezi wa 10 tunatiki kwa mama ili aweze kuendelea kutekeleza majukumu mbalimbali katika maeneo yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.